Kule Marekani, wakati ambapo watu weusi walipewa masaa 48 wawe wameshaondoka katika taifa la Marekani na waende wasikokujua, bila onyo, hakuna huruma. Jambo ni moja tu, wanatakiwa kuondoka ndani ya Marekani waende mahali ambapo hawajawahi kupaona. Ndege ikatua katika ardhi ya Wagadugu, uwanja wa Wagadugu huko Burkina Faso. Milango ya ndege ikafunguliwa. Wanawake kwa wanaume wakatoka ndani ya ndege, nyuso zao zikiwa zimechanganyika hasira, huzuni, lakini na hofu pia vile vile. Na wengine wao miongoni mwao hawajawahi kukanyaga mguu Afrika, kwa sababu wamezaliwa Marekani, wamekulia Marekani, tena ndani ya mitaa ya Marekani, na wameukulia utamaduni wa Marekani, ili siku moja tu inayokuja waje waambiwe ondokeni. Na ndipo wakamuona mtu amekuja amevaa gwanda za kijeshi. Sauti yake ni ya upole, lakini ni jasiri kweli kweli. "Ninyi sio wageni hapa," akaongea. "Ninyi ni familia, karibuni sana." Na huyu alikuwa ni Captain Ibrahim Traore, ambaye anaenda kubadilisha maisha yao jumla. Kwa sababu nyuma, ndani ya miaka 4, serikali ya Marekani imekuwa chini kwa chini ikiwaondoa watu katika taifa la Marekani. Wengi walihamiaga huko, na sasa wamekuwa na familia, na sasa wamekuwa na vipaji mbalimbali, wamejenga na wameanzisha miradi mbalimbali. Lakini kumbe ilikuwa siku inawasubiri ambayo bila onyo na bila chochote wataambiwa kuwa ninyi sio raia wa hapa wala wakazi wa hapa. Na mfumo wa Marekani ulikuwa unawakataa, na wengine walikuwa na makosa ya uhalifu madogo madogo kutokea huko miongo kadhaa iliyopita, na wengine walikamatwa katika shughuli haramu, wengine ni makosa ya makaratasi yao, wengine viza zao zilikuwa zimeisha wakati wake, au kubadilika kwa sera za uhamiaji ambazo zikabadilisha status zao. Lakini wengine wakawa wameshindwa kutokana na mifumo ya nchi, kwa sababu ilikuwa inawataka waonyeshe kazi zao, kodi zao na uaminifu wao kwa taifa la Marekani. Lakini bado walishindwa kuwapa au kuwahakikishia ulinzi wa kuwa wao ni raia wa Marekani. Walikuwa ni kama watu wasioonekana, kama watu kivuli hivi. Jaribu kufikiria mtu anayeongea Kiingereza sahihi kile cha Marekani na mtu ambaye amechezea mpaka timu ya Marekani, ni kidogo tu tayari wameondolewa kwenye maisha hayo na kuwa wao sio wakazi wa Marekani. Na hapo ndipo matatizo yalipoanzia. Mfano, baba mmoja mwenye watoto 3 anaambiwa aondoke Marekani aende katika taifa asilolijua. Fikiria, ana mtoto wa chuo ambaye anasomea masuala ya IC agent. Leo hii anahamishwa kupelekwa mahali ambapo hamjui yoyote wala hajulikani na mtu yeyote yule. Bibi aliyeishi Marekani kwa muda wa miaka 40, leo hii anaingizwa kwenye ndege na kupelekwa katika ardhi ambayo haijui. Na anaondolewa hana chochote kile, pamoja na kuwa alikuwa na mali huko Marekani zimebaki, lakini anaondolewa akiwa na begi tu lenye nguo mgongoni. Hadithi hii ikaenea, maandamano yakaanza, wanasiasa wakaanza kulalamika, lakini bado swala la kuwahamisha likawa liko pale pale. Ndipo hapo sasa ikaja njia iko tofauti kabisa ambayo ilibadilisha kila kitu. Watu wengi, na wengi wao wakiwa ni watu weusi, wengi wakiwa ni vizazi kutokea Afrika, na wengine wakiwa wamezaliwa huko Marekani, lakini hawakuwa na makaratasi ya kueleweka au ya uhakika kama wakazi wa Marekani. Na wengine wamepelekwa Marekani wakiwa watoto wadogo kabisa, na wala hawakujua kama hawakuwa na vibali vya kuishi Marekani mpaka ilipokuja kujulikana kuwa hawana vibali, na wakati huu wakawa wamechelewa sana. Wakiwa katika mshangao huo, ndipo wengi wakaanza kuondolewa katika njia ya kutumia mabavu waondoke Marekani, watoke haraka. Na ulimwengu kawa unaangalia familia hizi zinagawanyika, wazazi wakiwa wanatenganishwa na watoto wao, wanawake wazee na wanaume wazee. Wengine wametumia miongo kadhaa kuishi Marekani, na wao pia vile vile wakawa wanapakiwa kwenye ndege na wakawa wanaondolewa kuelekea kwenye nchi ambayo hata hawaikumbuki ni nchi gani. Hapa ndipo ambapo kiongozi mdogo huyu wa kijeshi Captain Ibrahim Traore alipoongea, maana alikuwa anaangalia na alikuwa anasikiliza kila kinachoendelea huko Marekani, namna watu weusi wanavyonyanyaswa.
Na wakati huu yuko mbele yao, anawaangalia hawa watu, nyuso zao hazina matumaini kwa sababu wameondolewa Marekani vile walivyo. Na wengine akiwaangalia ni wa ngozi yake nyeusi, na wengine ni chotara, na wengine wana share Uafrika wetu zaidi. Na wengine walitumwa katika mataifa ambayo bado kulikuwa kuna vita, hakuna utulivu, hakuna amani. Kuna umasikini, lakini pia vile vile kuna masuala au matatizo ya kisiasa na machafuko pia. Na wengine walipelekwa katika mataifa ambayo hawana familia, hawana mtu yeyote anayewajua huko, hawana connection yoyote, hawana tumaini lolote lile. Nakumbuka Traore amekuja madarakani kwa ahadi ya kuwaweka huru wa Afrika na utu wa Mwafrika, kujali ule ukuu wa Mwafrika, na kuwa katika bara la Afrika ambalo halitakuwa ni omba tena kwa mataifa ya magharibi, lakini litasimama kwa miguu yake na kujitegemea. Na wakati huu akaona hii ndio nafasi sasa, sio kutoa hotuba, lakini kufanya kwa vitendo. Kama Marekani haiwataki watu hawa, akaongea katika vyombo vya habari kuwa basi Afrika itawachukua na kuwarudisha nyumbani watu wake. Na maneno yake yakawa yamesambaa na kuleta taharuki huko katika ulimwengu wa magharibi. Na vyombo vya magharibi vikaanza kuuliza ni nini kiko nyuma ya hili analolifanya. Na Traore wala hata hakujali. Na serikali yake haraka ikaanza kuwahudumia na kuwafikia wale waliohamishwa kutoka Marekani, hasa wale wenye mizizi ya Kiafrika au Waafrika, wakiwapa chaguo: mteseke katika nchi inayowakataa au mje Burkina Faso, mahali ambako mtakaribishwa kwa ukarimu, tena ukarimu mkubwa sana kama familia. Mara ya kwanza wengi walikuwa na mashaka, inawezekanaje kanchi kadogo kutoka Afrika Magharibi na bado wanaendelea kupambana na vita vya kiuchumi, alafu wanafungua milango kwa ajili yetu? Wanawezaje kuacha milango wazi kwa ajili ya wageni? Kwani ni nini ambacho Traore anachokitaka hapo? Ndipo walipojionea wao wenyewe kwa vitendo, kwa sababu hii haikuwa tu hotuba au maneno tu, lakini ilikuwa ni kwa vitendo. Ni kwamba Burkina Faso ilikuwa inaandaa nyumba za taifa, sio kambi za wakimbizi, hapana, lakini ni nyumba kubwa kabisa, nyumba za kisasa. Walikuwa wanatoa ardhi kwa ajili ya kilimo, biashara ndogo, darasa la kujifunza lugha, lakini kitu cha muhimu zaidi ni uraia wa Burkina Faso. Huu sio ukarimu tu, hapana, ila ni haki. Traore akaongea na akaelezea historia ya mamilioni ya watu waliotolewa Afrika kupelekwa huko Marekani na Ulaya wakati wa biashara ya utumwa, wakalazimishwa kufanya kazi na vitu vingi tu huko. Leo hii hawa watu wanafukuzwa. Na akaongea kuhusiana na unafiki wa mataifa ya magharibi, kuwa walijenga uchumi wao kwa kuwatumia watu kutoka Afrika, ndio walikuwa wanawafanyia kazi, na sasa wanawafukuza watu ambao wahenga wao, mababu zao, ndio walioifikisha hapo Marekani pamoja na Ulaya au na mataifa haya makubwa, na wanawaita wahalifu wakati waliwachukua babu zenu bila hiari yao. Leo hii wanawaita nyinyi ni wahalifu, wanawaita nyinyi ni wahamiaji haramu, lakini huku sisi tunawaita ninyi ni ndugu zetu na dada zetu, nyinyi ni familia. Na familia haiwezagi kuterekeza wanafamilia wake hata siku moja. Kwa mara ya kwanza waliohamishwa kupelekwa Burkina Faso ndio wanasikia maneno ya busara na kujihisi kitu fulani tofauti. Watu ambao walikuwa wanajihisi kuwa ni wageni huko Marekani, lakini sasa wanasikia maneno ya busara kutoka kwa Traore. Na huo ulikuwa mwanzo tu. Ndege ya kwanza ilitua usiku huo, wanawake na wanaume 37 wakashuka, na wengine wao walikuwa wamepigwa pingu kabla hawajashuka, na wengine walikuwa wameshikiliwa kama mateka kwenye sehemu ya kuwashikilia kabla hawajawahamisha kuwarudisha huko Afrika. Lakini kwa sasa wanasimama katika ardhi ya Afrika wakiwa wako huru kabisa, tena wamekaribishwa kama nyumbani, wengine kwa miongo kadhaa, lakini wengine kwa maisha yao yote. Lakini kama unavyojua, wakorofi wao wakosekani. Bwana mmoja alikuwa mrefu hivi kidogo, ameenda hewani, amechora matatu, akaongea kwa sauti akasema, hapana, hapa sio nyumbani kwangu mimi hapa. Lakini kidogo tu magari yakaja na akashuka Ibrahim Traore. Hakuwa amevaa kama rais anayetokea Ikulu, lakini amevaa gwanda za kijeshi kama mtu anayetokea vitani. Na hawa wahamiaji kumuona wakajua, yamekuja ni yale, wataanza tena kutuhoji, waanze mamlaka sisi zifanye nini.
Lakini tofauti na walivyotegemea, Traore alishuka kutoka kwenye gari akamfuata yule yule jamaa mwenye tatua aliyesema huku mimi sio kwetu huku, na akafanya jambo ambalo hakuna mtu alitegemea. Akamkumbatia na akamwambia, umekuwa ukipigana kwa maisha yako yote, lakini usiku wa leo wala hautapigana tena, kwa sababu mpango wa Traore haukuwa ukarimu, bali ulikuwa ni uwekezaji. Maana kumbuka, kama nilivyokuambia, alikuwa anajenga nyumba za taifa na sio kambi za wakimbizi. Na watu waliotoka Marekani wenye ujuzi, basi kila mmoja akapelekwa mahali ambapo ana ujuzi. Watu ambao ni manesi walipelekwa kwenye clinics za serikali huko Burkina Faso na wengine pia. Na huyu jamaa mkorofi mwenye tatuu ambaye jina lake alikuwa ni James, yeye alikuwa ni mhunzi. Kwa wakapelekwa huko na kuanza kutengeneza vifaa hivi kama vifaa vya kilimo vile, na walitengeneza hivi vifaa kutoka kwenye vyuma chakavu. Ndipo hapa mtihani ulipokuja wakati Traore ametoa ardhi. Akasema, mnaona bonde hili ni la kwenu. Na bonde hilo alipokuwa anaonyesha ardhi ipo karibu na Faden Guma, na akawaambia ni ardhi yenu, mlime, sio kama walowezi, hapana, mlime kama ni wenye ardhi, ni ya kwenu, nimewapa. Na wale jamaa wakabaki wameshangaa, midomo ikiwa wazi, kwa sababu ndani ya Marekani wengi walikataliwa mikopo kwa ajili ya kilimo ili wajiendeleze, wengine walinaswa kwenye kodi, na wengine wakapewa kesi za uhalifu eti kuwa wametelekeza ardhi ambazo zilitakiwa ziendelezwe. Lakini sasa hapa ardhi wamepewa na title deed wanaandaliwa. Ndipo rafiki yake na James, yule bwana mwenye tatuu anaitwa Malik, yeye alipiga magoti chini, na alipoinuka basi mashavu yake yakawa yameloa kwa machozi na kusema maneno haya, okay, basi ngoja tuanze ujenzi hapa. Kama unavyojua, changamoto waga zinakuwepo. Habari zile zikaenea na watu kutoka vijiji vya jirani wakaanza maandamano na wakaanza kuongea kwa hasira. Yaani wageni kutoka Marekani wanapewa ardhi bure, wakati hapa sisi watoto wetu wanateseka hapa. Wanaleta magenge yao ya kihuni hapa. Yaani Traore anawapa watu wageni, anawaacha watu wake. Uongozi gani huu sasa? Na wengine wakaanza sasa kuwaambia wale wageni, nyinyi rudini kwenu Marekani, hamna haki hapa, hamna chochote hapa mnaweza mkamiliki hapa. Ndipo bwana Maliki naye akaongea akasema, hapana jamani, sisi hatukuomba tuje hapa. Ndipo hapo sasa maaskari wakaja na wakaanza kukoki bunduki zao, sio kwa ajili ya kuwashambulia waandamanaji, lakini kuweka mpaka kati ya hawa wageni waliotoka Marekani na raia wa Burkina Faso. Na gari moja ikaanza kupita hapo katikati ya waandamanaji, na Traore akajitokeza, hana bodyguard, yuko peke yake tu, na waandamanaji wakanyamaza kimya. Akaenda mpaka akamfuata bwana aliyekuwa anawaongoza na akamwambia, unawaongoza hawa, lakini ardhi ni kubwa, ipo bado. Hawa tumewakaribisha na hawa wana ujuzi na wana utaalamu, hebu tuwape muda. Basi baada ya mwaka mmoja, kwenye lile bonde ambalo kulikuwa hakuna kitu, kukawa kumeota mazao mengi sana ambayo yakaja kuwasaidia tena na wale wanakijiji. Hii ndio ilikuwa namna ambavyo Ibrahim Traore aliwapokea wale waliohamishwa kutoka Marekani, waliokuwa wanaitwa wahamiaji haramu, na kuwakabidhi ardhi huku katika taifa la Burkina Faso. Kwa sababu Ibrahim Traore anaamini sisi wote ni Waafrika. Ndio maana hata diasporas na wao wamekuwa wakija na kuwekeza ndani ya taifa la Burkina Faso wakisema tunarudi nyumbani. Hii ndio sababu pia inayopelekea Marekani kuendelea kumchukia Ibrahim Traore, kwa sababu walitaka kuwafukuza wale na kuwapeleka wakafie huko mbele, lakini hawakujua kuwa huku kuna mkombozi ambaye atawapokea nyumbani. Asanteni sana.